Msichana aliwashangaza wanafunzi wenzake alipokula ugali darasani, lakini hiyo ndiyo yote aliyokuwa nayo. Darasa zima lilinyamaza kwa sekunde chache. Wengine walicheka kwa dharau, wengine wakafunika pua zao kana kwamba harufu ya umasikini ingeweza kuwaambukiza. Lakini yeye hakunyanyua hata kichwa. Aliendelea kula polepole, macho yake yakiwa yametulia mezani. Jina lake lilikuwa Amani. Mwalimu wa somo la biashara alimwangalia kwa makini, kisha akaendelea kufundisha kuhusu uwekezaji na nidhamu ya kifedha kana kwamba hakuna kilichotokea. Lakini moyoni mwa Amani, kila neno lilikuwa linaingia kama mbegu. Alijua njaa, lakini pia alijua ndoto. Wanafunzi wengi katika shule ile ya kaunti walitoka familia za wafanyabiashara wakubwa, maafisa wa serikali na wamiliki wa mali isiyohamishika jijini Nairobi. Amani alitoka kijiji kidogo karibu na Kisumu, kule ambako mama yake aliuza mboga sokoni na baba yake alikuwa amepotea miaka mingi iliyopita. Unaona aibu? Msichana mmoja aitwaye Brenda alimnongoneza kwa kejeli. Amani alimwangalia kwa upole. "Ninaona kesho," akasema taratibu. Hakuna aliyemwelewa siku hiyo, lakini siku hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa jambo ambalo hakuna hata mmoja wao angeweza kulisahau maishani. Wakati wa mapumziko, Amani alikaa chini ya mti uliokuwa pembeni ya uwanja. Hakupenda kujiunga na makundi ya wasichana waliopenda kuzungumza kuhusu simu mpya, safari za Mombasa au nguo za bei ghali. Mawazo yake yalikuwa mbali. Alifungua daftari lake la zamani, akatazama hesabu alizoandika kuhusu faida na hasara ya biashara ndogo ya mama yake. Alikuwa ameshaanza kumsaidia kupanga mapato, kuweka akiba kidogo na hata kumshawishi ajiunge na chama cha akiba na mikopo. "Unadhani kuandika hivyo kutakutoa hapa?" Sauti ilimkatiza. Ilikuwa ya mwalimu wa biashara, Bwana Otieno. Amani alisimama kwa heshima. "Nadhani maarifa yanaweza kunitoa hapa, mwalimu." Bwana Otieno alitabasamu kidogo. "Maarifa na ujasiri, usipoteze vyote." Maneno hayo yalikaa moyoni mwake. Nyumbani jioni hiyo, mama yake alimuuliza, "Shule iko aje?" Amani alitulia kidogo kabla ya kujibu. "Nzuri mama, nimejifunza kuhusu uwekezaji." Mama yake alicheka kwa uchovu. "Uwekezaji? Hata hatuna akiba." Amani alimshika mkono. "Tutakuwa nayo." Mama yake hakujua kwamba binti yake alikuwa ameanza kupanga kitu kikubwa zaidi ya darasa, kikubwa zaidi ya kijiji chao. Siku zilipita, kejeli hazikuisha, lakini Amani alizoea. Kila alipochekwa, alijifunza zaidi. Kila alipodharauliwa, aliandika mpango mwingine kwenye daftari lake. Shule ilitangaza shindano la kitaifa la ubunifu wa biashara kwa wanafunzi wa sekondari. Mshindi angepata ufadhili wa masomo ya juu katika chuo kikuu bora nchini, pamoja na mafunzo katika kampuni ya teknolojia ya kifedha. Darasa lililipuka kwa shangwe. "Ni kwa watoto wa matajiri tu," Brenda alisema kwa sauti ya dharau. "Huwezi kushinda bila mtaji." Lakini Amani alichukua fomu kimya kimya. Usiku huo aliketi chini ya taa ndogo ya mafuta nyumbani kwao. Aliandika wazo lake: mfumo rahisi wa kidijitali kusaidia wamama wa sokoni kufuatilia mapato, akiba na mikopo bila kuhitaji elimu ya juu ya teknolojia. Aliandika kwa moyo wake wote. Mama yake alipoona macho yake mekundu kwa kukosa usingizi, alimuuliza, "Unajitesa kwa nini?" Amani alimjibu kwa sauti ya utulivu, "Sijitesi mama, najenga." Na kwa mara ya kwanza, mama yake alianza kuhisi kwamba huenda binti yake hakuwa anaona ndoto za kawaida. Siku ya kuwasilisha mawazo ilipika. Ukumbi wa shule ulijaa wazazi, walimu na wageni kutoka Nairobi. Kulikuwa na wawakilishi wa benki, kampuni za bima na wawekezaji waliotaka kuona vipaji vipya. Amani alisimama nyuma ya jukwaa, mikono yake ikiwa inatetemeka kidogo. Alisikia sauti za wanafunzi wengine wakijigamba kuhusu mitaji waliopewa na wazazi wao. Wengine walikuwa tayari na tovuti, nembo za kitaalam na mawasiliano ya wafadhili. Yeye alikuwa na daftari lake na imani yake tu. Jina lake lilipotajwa, alitembea polepole hadi mbele. Ukumbi ulitulia. "Naitwa Amani." Alianza KWA, sauti ya kawaida. "Ninatoka familia ya mama anayefanya biashara sokoni. Nimeona jinsi pesa inavyopotea bila mpangilio, jinsi mikopo inavyochukuliwa bila kueleweka." Aliendelea kueleza mfumo wake KWA, lugha rahisi,
akionyesha jinsi teknolojia inaweza kusaidia hata mama wasiojua Kiingereza. Watu walianza kusikiliza kwa makini. Alipomaliza, hakukuwa na makofi ya haraka. Kulikuwa na ukimya mzito wa kufikiri, na ukimya huo ulimfanya atetemeke zaidi kuliko kejeli zote alizowahi kusikia. Majaji walikaa pembeni wakijadiliana kwa muda mrefu. Wanafunzi walikuwa wakipiga picha, wengine wakipiga simu kwa wazazi wao. Amani alikaa peke yake nje ya ukumbi, akitazama anga la jioni likibadilika rangi. Hakujua hatima yake, lakini alijua ameweka moyo wake wote mezani. Brenda alimsogelea taratibu. Kwa mara ya kwanza hakukuwa na dharau usoni mwake. "Uliongea vizuri," alisema kwa sauti ya chini. Amani alitabasamu kidogo. "Asante. Lakini dunia si rahisi hivyo," Brenda akaongeza. "Watu wakubwa wanaangalia faida." Amani alimwangalia machoni. "Na mimi naangalia thamani." Ndani ya ukumbi, sauti ya kipaza sauti iliita wanafunzi warudi kwa tangazo la mwisho. Moyo wa Amani ulianza kudunda kwa kasi. Hakujua kwamba uamuzi uliokuwa unakaribia kutangazwa usingebadilisha tu maisha yake, bali pia ungeibua siri iliyokuwa imefichwa kwa miaka mingi kuhusu familia yake. Siri ambayo haikuwa na uhusiano tu na umasikini, bali na mtu aliyekuwa akimwangalia kwa makini tangu siku ya kwanza. Ukumbi ulikaa kimya kama kaburi wakati mwenyekiti wa majaji aliposimama na bahasha mkononi. "Mshindi wa shindano la ubunifu wa biashara mwaka huu ni..." Amani alifumba macho. Alisikia moyo wake ukigonga kifua. "Amani Atieno." Ukumbi ulilipuka kwa makofi, wengine kwa mshangao, wengine kwa furaha, wengine kwa kutokuamini. Brenda aligeuka kumtazama Amani kwa mdomo wazi. Amani hakusimama mara moja. Ilibidi Bwana Otieno amguse bega. "Nenda binti," alimwambia kwa sauti ya fahari. Alipopanda jukwani, machozi yalikuwa yanamjaa, lakini alijizuia. Hakutaka kulia mbele ya watu waliomcheka. Alipokea cheti na bahasha ya ufadhili wa masomo, pamoja na nafasi ya mafunzo katika kampuni kubwa ya teknolojia ya kifedha jijini. Mmoja wa majaji, mzee mwenye suti ya kijivu, alimshika mkono kwa muda mrefu kuliko wengine. "Tutazungumza," alimnongoneza. Maneno hayo hayakutoka akilini mwake. Aliporudi kukaa, hakujua kama ashangae ushindi wake au ile namna yule mzee alivyomtazama kana kwamba anamjua tangu zamani. Habari zilisambaa kijijini haraka kuliko upepo wa jioni. Mama yake Amani alikumbatiwa sokoni, akipongezwa na wamama waliokuwa wakimkopesha chumvi na unga miezi iliyopita. "Binti yako atatuwakilisha Nairobi," mmoja alisema kwa fahari. Lakini usiku ulipofika na nyunga ikatulia, mama yake alikaa kimya muda mrefu. "Amani," aliita kwa sauti nzito. "Ule mzee aliyekushika mkono jukwani, ulimjua?" Amani alitikisa kichwa. "La mama, lakini alinitazama kama ananijua." Mama yake alishusha pumzi polepole. Macho yake yalijaa kumbukumbu ambazo Amani hakuwahi kuziona. "Kuna mambo mengine mtoto wangu hujui," mama yake alisema kwa sauti ya taratibu. Amani alikaa kimya. Alikuwa amezaliwa katika maisha ya ukimya kuhusu baba yake. Kila alipouliza, alipewa majibu mafupi. "Baba yako aliondoka," ndivyo alivyokuwa akiambiwa. Lakini usiku huo alihisi kuna kitu kikubwa zaidi kilichofichwa. Na sasa ushindi wake ulikuwa umeanza kufungua milango ambayo haikuwahi kufunguliwa kwa miaka mingi. Wiki moja baadaye, Amani aliwasili Nairobi kwa mara ya kwanza maishani. Majengo marefu, magari mengi, na kasi ya jiji vilimchanganya kidogo, lakini hakuruhusu hofu imtawale. Alipokelewa katika ofisi za kampuni ya teknolojia ya kifedha iliyodhamini shindano hilo. Wafanyakazi walikuwa wakijadili mikopo ya kidijitali, bima ya afya, uwekezaji wa mitaji na masoko ya hisa. Alijisikia mdogo, lakini si dhaifu. Wakati wa kikao cha utambulisho, yule mzee mwenye suti ya kijivu aliingia. Wafanyakazi waliinuka kwa heshima. "Huyu ni mwenyekiti wetu," meneja alitangaza. Jina lake lilipotajwa, moyo wa Amani uliruka. Aliitwa Mzee Richard Otieno. Otieno, jina lile lile la ukoo wa mama yake kabla hajaolewa. Mzee huyo alimwangalia mmoja kwa mmoja.
Hakukuwa na tabasamu la kawaida la kiongozi kwa mshindi. Kulikuwa na kitu cha kina, cha karibu. Baada ya kikao, alimtuma msaidizi wake amuite ofisini kwake binafsi. Amani, alianza taratibu. Umekuwa ukisikia nini kuhusu baba yako? Swali hilo lilimfanya akose pumzi. Amani alikaa kimya mbele ya dawati kubwa. Hakuwahi kuzungumza na mtu yoyote kuhusu baba yake, isipokuwa mama yake. Na hata pale, majibu yalikuwa mafupi. Nilielezwa aliondoka, alisema kwa tahadhari. Mzee Richard alifumba macho kwa sekunde kadhaa. Hakuondoka tu, alisema polepole. Kulikuwa na makosa. Kulikuwa na kiburi. Kulikuwa na maamuzi mabaya. Amani hakuelewa. Wewe ni mjukuu wangu. Maneno hayo yalidondoka kama radi. Chumba kilizunguka. Alitaka kucheka, kulia, kukasirika, lakini sauti haikutoka. Baba yako alikuwa mwanangu wa pekee, mzee aliendelea. Alipinga mzee wake na mama yako. Nilimkataa. Aliondoka bila kitu. Baadaye nikasikia amefariki. Macho ya Amani yalijaa machozi. Na sasa nimeona sura yake kwako, mzee alisema kwa sauti iliyovujika. Na nimeona moyo wake katika wazo lako. Amani alisimama ghafla. Kwa miaka yote hiyo, ulikuwa wapi? Swali hilo lilikuwa na uzito wa miaka ya njaa, machozi na kijeli. Na kwa mara ya kwanza, yule mzee tajiri hakuwa na jibu rahisi. Habari hizo zilimtikisa Amani kwa siku nyingi. Aliendelea na mafunzo yake akijifunza kuhusu usimamizi wa fedha, uwekezaji wa mitaji, bima ya biashara na mikopo salama kwa wafanyabiashara wadogo. Lakini moyoni kulikuwa na vita. Je, akubali msaada wa babu aliyemkataa baba yake? Je, akatae na arudi kijijini kwa kiburi? Mzee Richard hakumlazimisha. Alimupa nafasi, lakini hakujiondoa. Siku moja alimtembelea mama yake kijijini bila taarifa. Mama yake alipomuona, alisimama kama mtu aliyeona kivuli cha zamani. Kwa nini sasa? Aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. Nimechelewa, mzee alikiri, lakini sitaki kuchelewa tena. Amani alisimama kati yao, akitazama majeraha ya zamani yakifunguka tena. Lakini ndani ya maumivu hayo, kulikuwa na nafasi ya uponyaji. Swali lililobaki halikuwa tena kuhusu fedha au ufadhili. Lilikuwa kuhusu msamaha. Na uamuzi wa Amani usingeathiri tu ndoto zake, bali pia mustakabali wa familia nzima. Usiku ule, Amani hakulala. Alikaa nje ya nyumba yao akitazama taa chache za kijiji zikizimika moja baada ya NY nyingine. Alikuwa ameshinda ushindi mkubwa. Alikuwa amepata fadhili wa masomo, mafunzo katika kampuni ya kifedha na sasa babu tajiri. Lakini moyoni hakukuwa na shangwe kamili. Mama aliita kwa sauti ya utulivu. Mama yake alitoka nje na kukaa kando yake. Ninajua unafikiria sana. Kwa nini hukuniambia ukweli wote? Mama yake alinyamaza kwa muda. Nilikuzaa nikiwa nimekataliwa. Niliahidi sitawahi kukuza na chuki. Lakini ulikuwa unaumia, Amani alisema polepole. Ndiyo, lakini sikutaka maumivu yangu yawe mzigo wako. Maneno hayo yalimgusa Amani zaidi kuliko siri yenyewe. Ukikubali msaada wake, mama yake akaongeza, hakikisha si kwa sababu ya pesa. Fanya kwa sababu umeamua kuponya. Amani aliinua kichwa. Kwa mara ya kwanza alielewa kuwa ndoto yake haikuwa tu kuhusu biashara au mafanikio, ilikuwa kuhusu heshima. Na sasa alipaswa kuchagua kama heshima yake ingeongozwa na hasira au busara. Nairobi ilianza kumfundisha kwa kasi. Katika mafunzo yake, Amani aliona jinsi mikopo mikubwa inavyoidhinishwa kwa dakika chache kwa watu wenye dhamana, huku wamama wa sokoni wakizungushwa wiki nzima kwa mikopo midogo. Aliuliza maswali mengi. Kuna mfumo wa kuangalia tabia ya ulipaji badala ya mali? Aliuliza katika kikao kimoja. Wengine walimtazama kama msichana mdogo anayefikiria kwa hisia. Lakini mzee Richard alisikiliza. Baada ya kikao alimuita pembeni. Unapigania nini hasa, Amani? Usawa, alijibu bila kusita. Mama yangu alistahili nafasi sawa. Mzee huyo alitabasamu kwa huzuni. Baba yako pia alikuwa hivyo. Hakupenda ubaguzi wa kifedha. Kila walipotaja baba yake, moyo wa Amani ulitetemeka.
alianza kuona kwamba damu ile ile inayomkimbia ilikuwa na historia ya mapambano, lakini bado hakusema kama atamkubali rasmi kama babu. Alitaka kwanza ajihakikishie kwa yeye si tu kivuli cha jina la familia, bali nguvu yake mwenyewe. Shuleni mabadiliko yalionekana wazi. Brenda, aliyekuwa kinara wa kejeli, sasa alikaa karibu na Amani darasani. "Sikujua una akili hivyo," alisema siku moja kwa sauti ya aibu kidogo. Amani alitabasamu. "Umaskini hauondoi akili." Maneno hayo yalimuingia Brenda moyoni kama sindano. Polepole wanafunzi wengine walianza kumheshimu. Wengine waliomba ushauri wa miradi yao ya biashara. Wengine waliomba awasaidie kuandika maombi ya ufadhili. Lakini si kila mtu alifurahia. Mmoja wa wazazi matajiri ambaye mtoto wake alishindwa kwenye shindano alianza kueneza maneno kuwa ushindi wa Amani ulihusishwa na mtu mkubwa aliyekuwa anamjua. Habari hizo zilimfikia Amani. Alikasirika. "Bado wanaona sina thamani bila jina la mtu?" aliuliza kwa maumivu. Bwana Otieno alimwambia ukweli huwa hauhitaji kelele kujitetea. Lakini kwa Amani hili lilikuwa zaidi ya uvumi, lilikuwa jaribio la kuvunja hadhi yake, na safari yake ilikuwa inaanza kuwa ngumu zaidi kuliko alivyotarajia. Siku moja magazeti ya mtandaoni yalichapisha makala: "Mjukuu wa mwenyekiti wa kampuni ya fedha ashinda shindano la kitaifa." Amani alisoma kichwa hicho mara 3. Hakuwahi kujitangaza kama mjukuu wake. Hakuwahi hata kukubali hadharani. Lakini sasa jina lake lilikuwa linafungwa na mali ya familia ambayo hakuwahi kufaidika nayo. Alimkuta mzee Richard ofisini. "Uliwaambia?" aliuliza kwa sauti iliyokuwa ya hasira iliyofichika. "Hapana," mzee alijibu kwa utulivu. "Lakini ukweli hauwezi kujificha milele." "Lakini mimi nilitaka kushinda kwa jina langu," Amani alisema. Mzee alimtazama kwa macho yenye uzito. "Na ulishinda. Damu haikuandika wazo lako. Uzoefu wako uliandika." Lakini Amani alihisi kana kwamba sifa yake ilikuwa inaanza kupoteza usafi wake. Sasa watu wangeamini alishinda kwa sababu ya jina, si juhudi. Na hilo lilimuumiza zaidi kuliko njaa yote aliyowahi kuvumilia darasani. Kijijini, mama yake alianza kukumbana na maswali. "Kwa hiyo, uliolewa na familia ya matajiri?" watu waliuliza. Alitabasamu kwa uchovu. "Niliolewa na mwanaume, sio pesa." Usiku huo, Amani alirudi kijijini bila taarifa. Alimkuta mama yake amekaa kimya ndani ya nyumba. "Samahani," Amani alisema ghafla. "Kwa nini?" mama yake aliuliza. "Kwa kuleta kelele maishani mwako tena." Mama yake alicheka kidogo. "Mtoto wangu, wewe si kelele. Wewe ni majibu ya maombi yangu." Maneno hayo yalimvunjia Amani ukuta wa hasira. Kwa mara ya kwanza, alikumbatia wazo la kwamba labda familia inaweza kurekebishwa. Lakini ndani kabisa, alijua kuna uamuzi mkubwa unakuja. Je, atachukua jina la babu yake hadharani na kutumia rasilimali zake kubadilisha mfumo wa kifedha? Au atajitenga na mali hiyo na kupigana peke yake? Uamuzi huo ungeamua sio tu hatima yake, bali pia historia ya ukoo wao. Wiki iliyofuata, Amani aliomba kikao cha faragha na mzee Richard. "Sitaki urithi," alianza moja kwa moja. "Sitaki magari, wala nyumba, wala akaunti zako." Mzee alimtazama bila kusema. "Lakini nataka ushirikiano," Amani akaongeza. "Nataka mfumo utakaowasaidia wamama wa sokoni kupata mikopo nafuu, bima ya afya na mafunzo ya usimamizi wa fedha." Chumba kilikaa kimya kwa muda. "Unataka kubadilisha mfumo kutoka ndani?" mzee alisema polepole. "Ndiyo, lakini sio kama mjukuu wako, kama mshirika wa wazo." Mzee Richard alisimama na kutembea dirishani. "Unanipa masharti, ninakupa nafasi ya kurekebisha historia," Amani alijibu kwa utulivu. Kwa mara ya kwanza, mzee alicheka kwa sauti ndogo. "Wewe ni mtoto wa baba yako kweli." Walikaa chini, wakaanza kujadili mpango wa majaribio wa huduma ya kifedha kwa wafanyabiashara wadogo, mikopo yenye riba ndogo, bima ya biashara na akiba ya elimu kwa watoto wao. Lakini nje ya ofisi ile,
Watu wengine walikuwa tayari wanaona mpango huo kama tishio kwa faida zao, na mapambano halisi yalikuwa yanakaribia kuanza. Habari za mradi mpya zilisambaa ndani ya kampuni haraka. Baadhi ya wakurugenzi hawakufurahia. Hatutengenezi hisani, mmoja alisema kwenye kikao cha bodi. Tunatengeneza faida. Amani aliketi kimya, akisubiri apewe nafasi ya kuzungumza. Faida bila wigo mpana ni ndogo. Alipopewa nafasi, alisema kwa sauti thabiti, wafanyabiashara wadogo ni soko kubwa. Wakiwezeshwa, watalipa mikopo kwa uaminifu. Mjadala ulikuwa mkali. Mzee Richard hakusema mengi, lakini macho yake yalionyesha anapima kila hoja. Baada ya kikao, mmoja wa wakurugenzi alimwendea Amani pembeni. Unadhani utaingia hapa na kubadilisha kila kitu kwa sababu una jina la familia? Aliuliza kwa sauti ya chini yenye dharau. Amani alimtazama moja kwa moja. Nimeingia hapa kwa sababu ya wazo. Kama unaliona kama tishio, labda lina nguvu. Maneno hayo yalimkasirisha zaidi. Amani alielewa sasa kuwa mapambano yake hayakuwa tena dhidi ya kejeli za darasani. Yalikuwa dhidi ya mfumo mzima, na mfumo haupotezi nguvu zake kirahisi. Wakati huo huo, kijijini, mama yake Amani alianza kujaribu toleo la majaribio la mfumo huo. Alipewa simu rahisi yenye programu ya kufuatilia mapato, matumizi na akiba. Wamama wengine sokoni walimzunguka kwa shauku. Inafanya kazi kweli? Waliuliza. Mama yake alitabasamu. Inanisaidia kuona pesa yangu inaenda wapi. Ndani ya miezi miwili, wamama 10 walijiunga. Walipata mikopo midogo kwa riba nafuu, wakalipa kwa wakati, na wakaanza kuweka akiba kwa elimu watoto wao. Taarifa hizo zilipofika ofisini Nairobi, hata wakurugenzi waliokuwa wanapinga walianza kutulia. Lakini ghafla tatizo lilitokea. Mmoja wa washindani wakubwa katika sekta ya mikopo alianzisha kampeni ya kupotosha, akidai mfumo huo mpya ni hatari na hautadumu. Mitandao ya kijamii ilianza kujaa hofu. Amani alihisi presha ikiongezeka. Je, mfumo wake ungeporomoka kabla haujawa imara? Au angeweza kusimama tena kama alivyofanya darasani siku ile ya ugali? Siku moja, simu ya mama yake iliingia ujumbe wa vitishoni visivyoeleweka. Acheni mpango huu, mtajuta. Amani alistuka alipoonyeshwa ujumbe huo. Hii haikuwa tena mjadala wa biashara tu, ilikuwa vita ya maslahi. Mzee Richard aliitisha kikao cha dharura. Hatuwezi kurudi nyuma kwa sababu ya hofu, alisema kwa uthabiti. Lakini Amani alihisi uzito wa hatari hiyo. Sitaki mama yangu awe sehemu ya shinikizo hili, alisema kwa sauti iliyovunjika kidogo. Mzee alimwangalia kwa makini. Unataka kusimamisha mradi? Swali hilo lilikaa hewani. Amani alikumbuka siku aliyokula ugali darasani, jinsi alivyotazamwa KWA dharau, na jinsi alivyosema anaona kesho. Je, kesho hiyo ilikuwa inahitaji ujasiri zaidi kuliko alivyowahi kuwa nao? Aliinua kichwa. Hatutarudi nyuma, lakini tutaimarisha usalama na uwazi. Uamuzi huo uliashiria kuwa sasa hakuwa tu msichana wa ndoto, alikuwa kiongozi. Miezi ilivyopita, mradi uliimarika. Takwimu zilionyesha ongezeko la ulipaji wa mikopo, ukubaji wa biashara ndogo, na familia nyingi zikijiunga na bima ya afya. Vyombo vya habari vilianza kuandika tena, safari hii kwa mtazamo chanya. Lakini bado kulikuwa na swali lililobaki moyoni mwa Amani. Siku moja alikutana na mzee Richard kwenye bustani ya ofisi. Babu, neno hilo lilimtoka KWA kwa mara ya kwanza bila kusita. Mzee aligeuka polepole, macho yake yakijaa mshangao wa furaha. Nimeamua kukusamehe, Amani alisema kwa utulivu. Lakini sitasahau. Mzee alitikisa kichwa. Na sitaki usahau, nataka ujifunze. Walikaa kimya kwa muda. Lakini mbali kidogo, mmoja wa wakurugenzi waliokuwa wanapinga mradi huo alikuwa tayari ameanza kupanga njama ya mwisho. Njama ambayo ingeweza kuvunja kila kitu alichojenga. Na safari ya Amani haikuwa imefika mwisho. Kwa kweli, sehemu ngumu zaidi ilikuwa bado haijaanza. Siku moja alfajiri,
Amani alipokea barua pepe kutoka KAWA, wakurugenzi wanaopingana na mradi wake. Maneno yalikuwa makali. Huu mradi haujazingatia sheria. Tuanze uchunguzi. Alishtuka. Hii haikuwa vitisho tu, bali kujaribu nguvu za mfumo wa kifedha, akiba ya mama wa sokoni na ndoto yake yote. Alikimbia KAWA mzee Richard akisoma barua. Mzee alisogea karibu. Hili ndilo changamoto ya kweli. Hatuwezi kupoteza nafasi, lakini lazima tuwe makini. Amani alijua walikuwa wakiingia vita kubwa. Sasa hatimaye ilikuwa wazi, mapambano hayakuwa tu ya mapato, bali ya heshima, usawa na mustakabali wa familia. Alikumbuka darasa, ubeali, kejeli na macho ya wanafunzi waliomcheka. Alijua sasa kila changamoto ilikuwa ndoto iliyotimiza shina la nguvu ndani yake. Hatutarudi nyuma, alisema KAWA uthabiti. Tutapigania kila mama wa sokoni, kila familia inayohitaji MSAADA wetu. Mzee Richard alimtazama kwa fahari, lakini macho yake yalionyesha wasiwasi. Hii ni njia ndefu, Amani, na kuna walioko tayari kupigana kinyume. Amani alijua hiyo ndiyo sababu alijiandaa kwa kila kitu. Kwa mara ya kwanza hakuchukulia mradi kama tu ushindi, bali kama wajibu wa maisha. Mara moja, wakurugenzi waliopinga walituma timu ya mawakili kujaribu kuzuia mfumo huo. Amani aliketi na mzee Richard kuandaa majibu. Tunahitaji ushahidi wa kila kitendo, kila malipo, kila mikopo, mzee alisema. Alijua lazima awe makini. Hili halikuwa tu kesi ya kisheria, bali pia changamoto ya kimaadili. Katika wiki chache, timu yao iliandaa ripoti kamili ya kila operesheni ya mradi, ikionyesha matokeo halisi, faida kwa familia, ukuaji wa biashara, uwazi na maadili ya kifedha. Lakini majaribio yalikuwa makali zaidi. Siku moja, mmoja wa wafanyabiashara walipinga suluhisho la Amani hadharani, akisema kuwa mama wa sokoni hawezi kuelewa teknolojia. Amani alisimama mbele ya bodi, akitabasamu kwa utulivu. Hawa mama wanaona kila pesa inavyotumika, wanaelewa mahitaji ya familia zao. Teknolojia yetu inawapa zana, si kubadilisha akili zao. Ukimya uliotulia ulianza kugeuka katika heshima. Wengine walihisi mshangao, wengine wakaanza kubadilisha mawazo, na Amani alijua kila maneno yaliyosemwa kwa uthabiti yalikuwa silaha mpya KAWA. Kijijini, mama yake Amani alisherehekea kwa familia na wamama wenzake. Binti yako amebadilisha maisha yetu, waliambia. Lakini mama alijua hatimaye kwamba safari ya Amani ilikuwa zaidi ya ushindi. Ilikuwa hadithi ya nguvu, uvumilivu na heshima. Umeona, mama yake alimwambia Amani kwa macho yaliyojaa fahari. Ulimwengu unaweza kufahamu thamani ya mwamko wa mtu mmoja. Amani alikumbuka darasa, ugali, kejeli na macho ya wanafunzi waliomcheka. Alijua sasa kila kitu kilikuwa mwanzo wa safari yake kubwa zaidi. Lakini habari kubwa ilikuwa kuwa Nairobi ilikuwa bado na watu waliokuwa wanapanga kuharibu kila hatua aliyopiga. Waliokuwa wakipinga sasa walitafuta njia ya kuanzisha jaribio la mwisho la kudhoofisha mradi wake. Amani alijua alipaswa kuwa tayari zaidi kuliko hapo awali. Siku moja, Amani alipata simu isiyo ya kawaida. Sauti ya chini ilimwambia, tunaweza kukusaidia, lakini lazima ujie kwa mkutano usio na wa kawaida. Hii si hadharani. Alikumbuka maneno ya baba yake aliyefariki. Ujasiri wa kweli unaonyesha hata usiku ukiwadiza. Alijua ilikuwa jaribio, lakini aliamua kwenda. Alifika kwenye eneo lililojaa wachezaji wa sekta, wakurugenzi wakubwa na wataalamu wa kifedha.
Kwa nini nitumie nafasi yangu? Aliuliza kwa utulivu. Mmoja alicheka kidogo. Tunaona kipaji. Lakini kipaji pekee hakitoshi. Lazima uwe na ushawishi wa kisheria na kifedha. Amani alijua hili ndilo changamoto ya kweli, kuonyesha kuwa ndoto na maarifa ya MTU moja yanaweza kushinda migongano ya dunia ya kifedha. Aliondoka na hofu kidogo, lakini moyo ukijaa uthabiti. Hii ilikuwa sehemu ya safari yake ambayo ingeunda historia. Katika mwezi mmoja, mfumo wa Amani ulikuwa haraka zaidi kuliko alivyotarajia. Wamama wa sokoni walikuwa wakilipia mikopo TWA wakati wakajenga maduka madogo na kuajiri wengine. Habari hizo zilisambaa hadi Nairobi na kwingineko. Vyombo vya habari vilikuwa vikiandika kuhusu msichana aliyekuwa suluhisho la kifedha KWA wanawake wadogo. Lakini changamoto ya mwisho ilikuja. Kampuni kubwa ya kifedha iliyokuwa inaingia sokoni KWA miaka mingi ilianzisha mashambulio ya kibiashara ili kudhoofisha mradi huo. Amani alijua sasa kwamba ndoto yake haikuwa tu juu ya familia au shindano la kitaifa, ilikuwa juu ya mabadiliko ya kweli. Na KWA mara ya kwanza alihisi uzito wa hadhi yake kweli. Ushirikiano, ujasiri na heshima ziko mbele yake, lakini mapambano hayakuwa yamekwisha. Alikumbuka ugali darasani, kejeli na macho ya wale waliomcheka. Sasa ilikuwa wakati wa kushindana kwenye uwanja mkubwa zaidi, dunia ya kifedha, haki na usawa wa jamii. Amani alikaa kwenye chumba cha mkutano, akitazama ripoti za kibiashara zikienea mbele yake. Kila nambari, kila grafu, kila hesabu ilikuwa kama risasi katika vita la ujasiri na haki. Wakurugenzi waliokuwa wanapinga mradi waliketi kando, wakipanga njama zao. Lakini Amani hakuwa na woga. Alijua kila hatua aliyopiga, kila daftari, kila simu, kila hesabu aliyoandika akiwa kijijini ilikuwa silaha yake. Mzee Richard alimtazama kwa fahari. Hii ni fursa yako ya kweli. Huenda leo ushiriki wako unachukua wigo mkubwa zaidi kuliko hata baba yako alivyoweza. Amani alijibu kwa utulivu. Sijali kuhusu jina, lakini nitahakikisha kila mama na mtoto anapata haki yao. Ukimya uliotulia chumba kikubwa ulikuwa mzito. Lakini kwa mara ya kwanza, Amani alihisi nguvu ya kweli. Ndoto yake sio ndogo tena, ilikuwa ndoto ya taifa. Siku ya uzinduzi rasmi wa mradi, mama wa Amani alifika Nairobi akiwa na familia. Wamama wa sokoni walikuwa wameandaa bidhaa zao za kuonesha. Maduka madogo, bidhaa safi na wateja walioshika mikono kwa shauku. Amani alisogea mbele ya umati mkubwa. Macho yake yalikutana na ya mama yake. Palikuwa na fahari, machozi na heshima iliyojumuishwa katika macho hayo. Brenda alishika mkono wake. Sijui jinsi ulishafanya. Amani alitabasamu. Kila hatua ilikuwa ya kujifunza, hata kejeli na dharau ilikuwa somo. Wakati huo, kamera za vyombo vya habari zilipiga picha, wakirekodi historia ya msichana mmoja kutoka kijijini kuunda mfumo wa kifedha wa taifa. Lakini ghafla, tetesi za kampuni kubwa ya kifedha zilianza kusambaa mitandaoni. Mradi wa Amani ni hatari, hauna dhamana. Watu walijaribu kuhamasisha hofu. Wamama wa sokoni walihisi kuogopa. Baadhi wakaanza kufadhaika. Amani aliketi kimya, akitazama takwimu. Kila hesabu, kila malipo yalikuwa kweli. Hakuna njia ya kupotosha ukweli. Aliamka siku hile kwa sauti ya uthabiti. Hofu haiwezi kushinda ukweli. Hii ni haki. Hii ni nafasi ya kila mama wa sokoni kupata maisha bora. Mzee Richard alimshika mkono. Huu ni mwanzo tu, lakini sasa wewe ni kiongozi kweli. Amani alijua safari ya kweli ilianza sasa, sio kushinda tu, bali kudumisha ushindi. Siku kadhaa baadaye, ofisi za kampuni kubwa zilikutana na ripoti ya Amani. Wamama wa sokoni walipata mikopo salama, walijenga maduka na watoto walianza kupata elimu kutokana na akiba ya mama zao.
Wakurugenzi waliokuwa wanapinga walitabasamu kwa aibu. Mfumo wa Amani ulikuwa na kudumu, ukionyesha kwamba hata mmoja aliye na ndoto na ujasiri anaweza kubadilisha mfumo mkubwa zaidi. Amani alikaa kwenye jukwaa akihutubia umati wa watu. Macho yake yalikuwa na machozi, lakini sio ya huzuni. Yalikuwa ya ushindi, fahari na heshima iliyojumuishwa katika macho hayo. Ndoto inaweza kuwa ndogo mwanzo, alisema, lakini kama una imani, uthabiti na moyo wa kusaidia wengine, ndoto hiyo inaweza kubadilisha maisha ya wengi. Umati ulilia, kulia na kushangilia kwa pamoja. Mwaka mmoja baadaye, Amani alirudi kijijini. Maduka yalikuwa yamejaa wateja na wamama walikuwa wakipiga hesabu kwa furaha. Mama yake alimkumbatia kwa machozi ya furaha. Amani alitazama anga la jioni likibadilika rangi kama alivyokuwa akifanya siku ile ya ugali darasani. Alijua sasa kila dharau, kejeli na uchungu aliopitia ilikuwa hatua kielekezo kweli sisi na heshima. Mzee Richard alitembea kando yao. Wewe ni mfano wa kweli, Amani. Baba yako angekuwa na fahari. Amani alitabasamu kwa upole. Na sasa kila hatua ni yetu sote. Na pale mbele ya jiji, kijiji na historia ya familia yake, hadithi ya msichana aliyekula ugali darasani na kuanza ndoto ndogo ilibadilisha maisha ya mamia. Hii ilikuwa hadithi ya nguvu, heshima na ushindi wa kweli.